Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye pita za kwangu. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Nikafika katika maeneo kadha wa kadha, ndio nikujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo aliweza kufika, na nikukumbusha tu kwamba kama ndio mara ya kwanza kujiunga pamoja nasi, hakikisha kwamba umesubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe, click hiyo neno subscribe, kiambia sign in na Gmail account yako, copy the link and share, niweke comment yako pale na itakuwa vema zaidi. Naam, nikafika katika maeneo kadha wa kadha, ndio nianzie eneo la Mgambonyi kule Taita Taveta. Watu wa pwani mpo? Watu wa Mgambonyi Mgambonyi tupo, asema pale. Na kule Mgambonyi kuna mke wa lofa mmoja kijijini hapa alilazimika kuitisha kikao cha dharura cha wazee ili kumrai mumewe aache kulala mvunguni mwa kitanda. Kulingana basi na mke huyo, mumewe amekuwa akilala mvunguni na kumwacha kuvumilia kijibaridi kila usiku. Yani mama anashindwa, huyu mwanaume wa aina gani? Yani usiku ukifika, badala kwenda kulala, amenunua kitanda kizuri, mattress nzuri, mpaka duvet wako nayo, lakini mzee ikifika usiku wakati wa kulala, baba anaenda chini ya kitanda, mvunguni mwa kitanda, huko ndiye analala. Surely akili imeenda ama ni kelele huyu mama, sijui waonaje, sijui. Mpaka mama ikabidi aite wazee ndio asuluhishe hayo mambo. Wewe wafikiria nini? Anaweza fanya mtu umenunua kitanda kizuri, duvet na kadhalika, alafu nalala chini ya kitanda huko ndani mvunguni mwa kitanda? Haya, na mkitafakari juu ya hayo, nimeacha tu tafakari zaidi nijuze kile nafikiria. Nikavuka moja kwa moja hadi eneo la kwa Mwau kwa kule Machakos. Kwa Mwau, ulevi ulimfanya jamaa mmoja kulegeza ulimi na kuanika siri ambayo kwa muda mrefu alikuwa ameficha moyoni. Inasemekana kuwa baada ya kupiga mtindi katika kibanda cha pombe kijijini, jamaa huyo alianza kulalamika kwa sauti akidai maisha yake yamejaa mateso. Awali waliokuwapo walidhani ni maneno tu ya kawaida ya walevi, lakini kadri alivyoongeza mafunda ndivyo alivyoanza kufichua mambo ya ndani ya ndoa yake. Anasema vile mke wake anamfanya vile, mpaka anafichua tu. Unajua siri za ndoa, watu ambao unaambia wako na ya kwao. Je, unadhani kwamba kwa kuambia watu siri zako watakusaidia? Je, watakusaidia? Unless kama kuna rafiki mmoja wa ndani, semi kitu, lakini siri za ndoa bakia tu nazo nawe, mwenzako wa ndoa, labda mchungaji wako, na labda mtu mmoja wawili ambao wanaweza kukusaidia, la sivyo. Haya, kitoka kule basi eneo la kwa Mwau, nikavuka moja kwa moja mpaka wapi? Mpaka eneo la Runyenjes kule Embu. Runyenjes Embu, kuna lofa mmoja kijijini hapa hakuaibika hata baada ya kupatikana jikoni kwa jirani yake akiiba kitoweo cha kuku. Inasemekana jamaa huyo aliingia kwa siri katika boma la jirani baada ya kunusa harufu tamu ya kuku aliyekuwa akipikwa. Bahati yake haikudumu kwani mwenye boma alimfumania, na alipoingia alimkuta lofa huyo akijaribu kunyakua sufuria iliyokuwa na kitoweo cha kuku. Alipobanwa alijitetea. Jamaa huyo alidai kuwa njaa kali ndiyo iliyomsukuma kufanya hivyo. Nashindwa, hiyo njaa yako inataka tu kuku uko tu na njaa ambayo inataka kuku. Surely na kuku ya wenyewe, si ufanye kazi utafute ya kwako. Tabia gani? Akiwa ni wewe, mtu anakuambia ni njaa tu, unafanyaje? Lakini si mwizi ni mwizi. Haya, kitafakari hayo ya kule Runyenjes, nikavuka mpaka eneo la Gatanga Thika. Kuna buda mmoja kijijini hapa alizua gumzo baada ya kufichua kwamba harusi yake ya hivi majuzi haikuwa wazo lake, bali ilitokana na shinikizo kutoka kwa wanawe. Jamaa huyo alisema kuwa baada ya kuishi miaka kadhaa bila mke kufuatia kifo cha mkewe wa kwanza, watoto wake walimsukuma atafute mke mwingine, na wanawe walidai kwamba ni vema awe na mtu wa kumsaidia nyumbani na kumtunza kadri anavyozeeka. Kwa hivyo mzee anasema, mi kuoa si kwa kutaka kwangu, ni watoto wangu. Sasa okay, watoto wako ndio walioa kwa niaba yako? Anasema ni watoto wake, so sijui watoto wanaweza kukulazimisha. Si ukubali tu, kwani mtu atakupeleka wapi? Kiambia tu watu nilikuwa nataka kuoa, kwani watakubeba? Si maisha ni yako. Haya, lakini watoto walikuwa wanamjali, si ndio? Nimalizie leo na Bahati Nakuru. Kuna kiongozi mmoja wa kwaya hapa ya kanisa moja hapa alikiri kwamba amewatunga mimba wanawake 7 ambao ni wanachama wa kwaya hiyo na hangeendelea kuhudumu. Inasemekana kwamba kisa hicho kiliibuka baada ya malalamishi kuanza kusambaa miongoni mwa waumini kuhusu mienendo ya kiongozi huyo.
Wakati wazee wa kanisa walipoitisha kikao, jamaa huyo alikiri mbele yao kuwa amekuwa na mahusiano ya siri na baadhi ya wanakwaya. Sasa naangalia pale, nasema mtu ambaye amefika mahali amekiri kabisa, wewe umeenda kwa kwaya, unaenda unatunga mimba tu wanakwaya, una nia gani? Tabia gani hiyo? Hiyo ni tabia chwara. Anyway, ni vizuri amekiri makosa yake na amesema hata, lakini hata baada kiri, hao ni watoto, mabinti za wenyewe, wake za wenyewe na kadhalika, ambao umetunga mimba. Sasa what next? Utaoa wote? Tabia gani? Before doing anything, think twice about the repercussions. Anyway, ni kwenye pita za kwangu. Mimi hapa ni VMM, kipenda Victor Mandala. Usiondoke hapa kabla usubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe. Kiambia sign in na Gmail account yako. Copy the link hapa juu and share. Naweke comment yako pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo subscribe na usiondoke hapa kabla basi pia nikujuze hivi kwamba twasema wenyeji kwamba kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. God bless you. Subscribe. Tuonane next time. Bye bye.